Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Kubwa ni Rais wa Kenya William Ruto, ambapo leo ameomba msamaha kwa Tanzania, lakini yote hayo yametokana na mvutano mkubwa ambao umetokea kati ya Tanzania na Kenya siku za hivi karibuni, kuanzia siku ya Mei 19, 2025 ambapo mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi alipokamatwa nchini Tanzania, lakini pia wanasiasa wengine kutoka Kenya wakizuiliwa kuingia Tanzania, wakina Martha Karua. Lakini tumeshuhudia mvutano kati ya bunge la Kenya na Tanzania, kila mmoja akilisema bunge la mwenzake, huku Tanzania wakizungumza vitu vingi mno kuhusu Kenya, na wabunge wa Tanzania wakisema ya kwamba hakuna ambacho Watanzania wanaweza kujifunza kutoka kwa Kenya. Nao pia wabunge wa Kenya wakajibu na tukachambua kiundani zaidi. Lakini rais wa Kenya baada tu ya kuomba msamaha, bunge la Tanzania pia likatoa tamko kuhusu wabunge ambao walijaribu kuzungumzia masuala ya Tanzania na Kenya bungeni, ambapo spika wa bunge Tulia Ackson amezungumzia kuhusu wabunge hao, na hii ni baada tu ya rais wa Kenya kuomba msamaha kwa Watanzania. Rais wa Kenya William Ruto mapema leo Jumanne Mei 28, 2025, wakati wa maombi ya kitaifa nchini Kenya, National Prayer Breakfast, amewaomba radhi wa Tanzania kwa yote yaliyotokea, akihimiza umoja na mshikamano wa raia wa nchi hizo kwa maendeleo ya Kenya na Tanzania. Akinukuu maandiko matakatifu ya Biblia kutoka kwenye Zaburi 133 inayosisitiza kuhusu ndugu kuishi pamoja kwa umoja, rais wa Kenya William Ruto amewaomba radhi pia wale waliowaita watoto wetu, akisema lengo ni kujenga madaraja miongoni mwa makundi mbalimbali kwenye jamii. Rais wa Kenya William Ruto ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo pia wamealikwa Watanzania waimbaji kwenda kutumbuiza kwenye ibada hiyo maalum ya kitaifa nchini Kenya, kama sehemu ya kuonesha kwamba hakuna tofauti miongoni mwa mataifa haya ya Afrika ya Mashariki. Tukio hilo limekuja wakati huu ambapo mitandaoni kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa Wakenya na Watanzania, zikizalishwa kutokana na tukio la kukamatwa, kuzuiwa uwanja wa ndege na madai ya kupigwa kuliko wahusisha wanaharakati wa Kenya Martha Karua pamoja na Boniface Mwangi. Swala hilo limesababisha malumbano, kejeli na msululu wa kutaniana kwa wananchi wa pande hizo mbili, wakihusisha viongozi wakuu, ikiwemo vibonzo vilivyokuwa vikihusishwa na rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa Kenya Ruto, suala ambalo lilisababisha pia mabunge ya nchi hizo mbili kujikuta wakijiingiza katika mzozo huo na kutoa matamko mbalimbali yaliyotajwa wakati mwingine kwenda nje ya diplomasia na misingi ya mahusiano ya nchi hizi mbili jirani. Tayari rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na raia wa nje, kuto kuingilia masuala ya ndani, akiviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kwa madhubuti na kutoruhusu uingiliwaji, na zaidi akikemea wanaharakati wa kigeni wanaokuja kufanya shughuli zao nchini kinyume na taratibu na sheria zilizopo. Watu wengi huko Kenya, ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo video ya rais wa Kenya William Ruto ilikuwa ikisambaa akiomba radhi kwa Tanzania, Wakenya wengi hawajapendezwa, huku wakisema kwamba mbona sisi tunaona kila kitu kipo sawa. Lakini kwa bunge la Tanzania leo tumeshuhudia pia bungeni, ambapo tumeona moja kati ya kitu kikubwa kimefanyika pia leo bungeni Tanzania, kwa lengo la kuonesha kwamba kuna mshikamano kati ya Kenya na Tanzania, ambapo balozi wa Kenya nchini Tanzania leo alihudhuria kikao cha bunge. Lakini pia sio tu kuhudhuria kikao cha bunge, ni kwamba shangwe limekuwa ni kubwa kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania baada ya kutambulishwa bungeni, na spika wa bunge akasema hii ndiyo siasa ya Tanzania ya undugu kati ya sisi na Kenya. Naibu spika wa bunge Mheshimiwa Musa Zungu amezungumza bungeni leo.
Lakini punde tu baada ya taarifa hiyo kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya kwamba rais wa Kenya William Ruto ameomba radhi kwa Watanzania, Spika Tulia Ackson atoa msimamo wa bunge kuhusu Kenya. Spika wa bunge Tulia Ackson amesema kuwa maoni yaliyotolewa na baadhi ya wabunge wakati wa mjadala wa bajeti za Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Maendeleo ya Jamii hayawakilishi msimamo rasmi wa serikali. Aidha, Spika Tulia amesema kuwa maoni hayo yalionyesha viashiria vya ukiukwaji wa kanuni za bunge na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Spika wa bunge amesisitiza kuwa kauli zilizotolewa na baadhi ya wabunge dhidi ya wanaharakati kutoka Kenya ni maoni binafsi na sio msimamo wa bunge kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo, amewataka wabunge wote kuzingatia kanuni za bunge pamoja na katiba ya nchi wanapotoa michango yao ili kulinda heshima na taswira ya bunge pamoja na taifa kwa ujumla. Hii imekuja punde tu baada ya rais wa Kenya kuomba msamaha wa Tanzania. Watu wana maoni gani kufuatia hiki ambacho amekizungumza spika wa bunge Tulia Ackson? Huyu wa kwanza anasema wabunge viti maalum ifutwe, lakini pia mwingine anasema juzi walipiga makofi na leo wanapiga, nani kenge sasa hapo? Lakini pia mwingine anasema spika aseme tu ukweli, tumetukanwa kisomi na Wakenya kiishe. Lakini pia mwingine anasema juzi waliopiga makofi leo tena wanapiga hivi hivi, wana tofauti gani na ng'ombe au wale kenge? Lakini pia mwingine anasema hii nchi bana, uliacha wakaropoka we na makofi wakapiga, leo tena unawageuka. Lakini pia mwingine anasema wabunge wa hovyo sana, sitaki kuamini kama taifa eti hawa ndio wawakilishi wetu. Lakini pia mwingine akasema tuseme tu ukweli, viva Kenya, viva Tanzania, hatuwezi Kenya kwa lolote, hatuwawezi Kenya kwa lolote. Lakini pia mwingine akasema kutwa makofi tu hamna cha maana. Lakini pia mwingine anasema kumbe ndio maana wale mabalozi walikuja. Lakini pia mwingine anasema yaani ukisikiliza speech za wabunge wa hovyo wa Chama cha Mapinduzi na COVID-19 utagundua pale bungeni ni makapi matupu. Mwingine akasema yaani unaanzisha ngoma ukijua itamalizwa na wengine mwishowe wanaamua tu uweke mpira kati, yaani leo mmetoa majibu mlivyoambiwa ukweli. Lakini pia mwingine anasema nawe ungeendelea kusifia michango ya mihemko ya Kizilo Brain kama wenzio, nawe sasa hivi wangekuvua nguo. Lakini pia mwingine anasema sasa hayo makofi ni nani ambaye anapiga? Lakini pia mwingine anasema kumbe wabunge wetu hawazingatii sheria bali wanazingatia mioyo yao. Watu wengi wametoa maoni kufuatia hiki ambacho amekizungumza spika wa bunge Tulia Ackson, ya kwamba yale ambayo yalizungumzwa na wabunge katika bunge la Tanzania yalikuwa ni maoni binafsi na sio msimamo wa bunge. Nini maoni yako kwa upande wako? Tochea maoni yako, lakini kubwa zaidi hakikisha ya kwamba unaendelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.